Tumsifu Yesu Kristo. Uhuru wa Yesu. Mola yaseba tuitikie wote Yesu. Roho Mtakatifu wa Yesu ananena na ulimwengu. Pinga ushoga na roho zote za kuzimu na kuziombea kwa jina la Yesu. Lakini pinga roboti aliyeingia duniani kwa kisingizio cha kukua kwa sayansi na teknolojia. Ni sanamu huyo. Kwanza tuanze na sala ya ufalme wa Yesu inayotoka katika kitabu cha Mathayo sura ya 6 mstari wa 9 hadi wa 13. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe leo riziki yetu, utusamehe deni zetu kama sisi nasi tuwasamehe wadeni wetu, na usitutie majaribuni, lakini utuokoe na yule muovu, kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Amina. Kama kujiunga na chaneli hii ya Yesu ni leo, ya ufalme wa Yesu ni leo, ni vyema kujifunza kipindi hiki mwanzo mpaka mwisho, lakini ni vyema kufuatia vipindi vya nyuma. Kuna siri ya namba 666 ambayo nimeteseka sana kufundishwa na Mungu mwenyewe, Yesu Kristo akiwa anashukisha maono katika ulimwengu wa roho, lakini watu bado hawajapata kuielewa siri hii. Bado unashauriwa wewe unapoangalia haya, nenda ukajifunze kitu, kaangalie. Habari ni ndefu lakini imejawa madini ya kutosha. Ujue ufalme wa Mungu unafanya kazi katika ulimwengu wa roho. Hata kipindi cha nyuma Yesu Kristo alikuja na maono mazito makubwa, hawakuyaelewa mpaka anakufa. Hata sasa inawezekana ukasoma usielewe, lakini ndiyo sauti ya Yesu Kristo kutoka mbinguni ambayo anatutumia watumishi wake. Kila mtu ameitwa. Kuna mwingine ameitwa kwa maono ya kujenga kanisa, mwingine ameitwa kwa maono ya kuhubiri, mwingine ameitwa kwa maono kwa ajili ya nchi, lakini kila mtu ameitwa na Mungu. Hata wewe hapo ulipo umeitwa na Mungu, isipokuwa bado hujajua la kufanya. Leo tutajifunza mwito wa Yesu Kristo kwa watu wote. Leo tutajifunza mwito wa Yesu Kristo. Mwito wa Yesu Kristo kwa watu wote. Leo tutajifunza mwito wa Yesu Kristo kwa watu wote. Mathayo 11 mstari wa 28. Njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Yesu ananena na ulimwengu twende kwake kwa kushika amri zake, upendo, msamaha, toba ya kweli, tupate kupona. Kumbuka, watu ni kweli wengine wanamkiri Yesu Kristo na kumwamini Yesu Kristo, lakini bado nakuta mguu mmoja uko kwa shetani, mguu mmoja uko kwa Yesu. Yesu anataka nenda mzima mzima, jitupe mwenyewe. Ufalme wa Mungu tunaingia kwa nguvu, tunajiingiza kwa nguvu, na tunaenda mzima mzima. Unakabidhi maisha Yesu Kristo atawale kila jambo lililo katika haki yako. Ndicho anachotaka Yesu. Anatamani kuziona nyoyo zetu zinamwelekea kwa kila kazi tunazozifanya. Iwe shambani, nyoyo yako Yesu mpelekee. Iwe kwenye kazi zetu ofisini, nyoyo wako mpe Yesu. Ufanye kazi kwa ufanisi na moyo wote. Na hata kama kwenye uwe daktari unatibu, moyo wako wote mpe Yesu Kristo, au tumie kufanya operation sahihi inayopaswa. Ujue shetani anaweza kukutumia usipofanya. Ndiyo maana kuna watu anapewa kibali ampasue mtu kichwani, anapasua mguu. Yesu anataka tawale nyoyo zetu. Siri hii ya wito wa Yesu Kristo aliona Isaya mapema sana kabla hata ya Yesu kuja ulimwenguni, kuja duniani. Isaya 55 mstari wa 1 hadi wa 4 nasema: haya, kila onaye kiu njoni, majini naye asiye na fedha njoni, nunueni mle. Na njoni, nunueni divai na maziwa bila fedha, bila thamani. Kwani kutoa fedha kwa ajili ya kitu ambacho si chakula, na mapato yenu kwa kitu kisichoshibisha? Yesu aninena mapema kabla ya kuja katika umbo la mwili. Anasema, kwa nini kutoa fedha kwa ajili ya kitu ambacho si chakula,
na mapato yenu kwa kitu kisichoshibisha. Nisikilizeni kwa bidii, mle kilicho chema na kujifurahisha nafsi zenu kwa unono. Yesu anaongea, amejawa utajiri wa kila aina, roho na mwili utapata, vyote viko kwake. Tegeni masikio yenu na kunijia, sikieni na nafsi zenu zitaishi, nami nitafanya nanyi agano la milele, nami rehema za Daudi zilizo imara. Agano la milele ni agano la Yesu Kristo, lililofanyika katika ulimwengu wa roho, lililofanyika katika damu yake msalabani. Lile ni agano la milele. Damu hiyo ni ya milele daima na haitakuja tena kutenguka, kwa sababu tayari ilimshinda Shetani mpaka akaachia funguo za kuzimu na mauti kwa hiari yake, kwa sababu ile damu ilienda patakatifu pa Mungu, pale kwenye asili ya Roho Mtakatifu, ikaenda ikaachilia. Na Yesu aliongea kauli moja tu, E Baba, wasamehe maana hawajui walitendalo. Isaya anaendelea kunena katika ulimwengu wa roho, kutoa habari za ujio wa Yesu Kristo. Angalieni, nimemweka kuwa shahidi kwa kabila za watu, kwa kiongozi na jemedali kwa kabila za watu. Huyo anazungumziwa ni Yesu Kristo. Ndiyo maana sasa hivi kila taifa wanamtaja Yesu. Wamebaki ni wachache sana wale ambao hawajaijua siri hii, na wenyewe Mungu tunapeleka nguvu ipitayo nguvu zote wapate kufumbuliwa na kumjua Yesu Kristo tunayemwamini na kumsujudia, maana yu hai, anatenda kazi yake kwa uhodari mpaka sasa kwa ajili ya wateule wake. Isaya aliyaona maono haya mapema sana kabla ya kuja Yesu, yani Emmanuel duniani. Kumbuka neno hili lipo katika Agano la Kale, yani katika Torati. Na Torati ilianzishwa na Musa, na hiki kitabu cha Isaya kipo katika Agano la Torati ya Musa. Swali la msingi ambalo Yesu Kristo anatuuliza mimi na wewe: Kwa nini Wayahudi walimuua Yesu Kristo wakati Torati walikuwa wameikalia? Yani maana walikuwa wameisoma kwa kina kabisa na wakajua kila kitu. Mathayo 23 mstari wa 2 hadi wa 3 nasema, waandishi na Mafarisayo wameketi katika kiti cha Musa. Basi yoyote watakayowaambia muyashike na kuyatenda, lakini kwa mfano wa matendo yao msitende, maana wao hunena lakini hawatendi. Mafarisayo walikuwa wanajua kabisa nyakati za ujilio wa Yesu Kristo, lakini kwa sababu walikuwa hawasomi maandiko hayo vizuri na kuyanena waziwazi mbele ya watu wawe na ufahamu, alikuja Yesu wakamuua bila kujua. Kumbuka, Masihi alitabiriwa katika agano ndani ya Torati ya Musa. Isaya 7 mstari wa 14 inasema, kwa hiyo Bwana mwenyewe atawapa ishara, tazama bikira atachukua mimba, atazaa mtoto mwanamume, naye atamwita jina lake Immanueli. Immanueli ndiye Yesu Kristo, ndiye Kristo. Jibu la Yesu Kristo ambalo anatufundisha kwa nini Mafarisayo walishindwa kumjua Yesu Kristo mpaka wakamuua, na Torati ilitabiri mapema zaidi ya miaka 600. Maana Isaya ametabiri katembea miaka mingi sana. Hata kile kitabu cha Malaki baada ya kukoma imekaa miaka 400, ndipo Yesu Kristo habari zake zikaanza kuhubiriwa na Yesu Kristo akazaliwa. Maana yake ni nini? Tusiposoma Biblia vizuri, tusiposoma nyakati hizi za kujiliwa Yesu Kristo, hata sasa Yesu Kristo atakuja na watu hawataelewa. Mafarisayo, agano la Mungu, walikuwa hawalisomi lote. Ndiyo maana walishindwa kumwelewa Yesu Kristo wakati amekuja, wakamuua. Na mbaya zaidi, walikuwa wamekalia viti vya Torati kwa kuwafanya watu wahubiliwe toa ndugu, kama sasa hivi ilivyo kwenye makanisa yetu, kutoa 1/10. Wakasahau
kuhubiri majira na nyakati za Yesu Kristo, wakajikuta amekuja Yesu Kristo, wakamuua. Na bahati nzuri wengine walikuwa wanajua, wakawa wanasema ni kweli linena Torati kwamba Yesu Kristo atakuja, lakini hatakuwa na baba na hataishi milele, lakini huyu tunajua ni mwana wa Mariamu na maumbu zake tunawajua, ni kweli huyu anaweza akawa Masihi. Wakawa wanatumia maandiko na kudadisi, kwa sababu Yesu Kristo alijifanya mwanadamu ili kuja kukamilisha misheni. Hakupaswa kushuka kama upepo, kushuka kama tunda ili aje waanze kumuona. Hapana, alitakiwa aje kwa usili, maana kazi yake ilikuwa ni ngumu, nzito, na ilikuwa imejawa na majaribu makubwa, ili kumficha shetani asije kutambua. Na kweli ilikuwa, na akafanikisha misheni yake. Hata shetani amekuja kujua huyu ni mwana wa Mungu pale alipokamata funguo zote za kuzimu. Maana hata shetani hakujua, ndio maana alimpeleka nyikani katika ulimwengu wa roho, akaanza kumuuliza maswali ili ajue ni kweli huyu ni mwana wa Mungu. Akashindwa, kwa sababu Yesu Kristo alikuwa ni Mungu katika ulimwengu wa roho, na alikuwa anafanya kazi na Mungu wa mbinguni. Hivyo hata sisi tunashauriwa twende kwa Yesu. Twende kwa Yesu moyo wote, roho zote, katika mambo yote tunayoyatenda, ili tupate kutawala na Yesu Kristo katika ulimwengu wa roho. Kumbuka, Yesu Kristo yupo, anatawala dunia mpaka sasa, anatawala. Yesu aliongea pointi moja: ufalme wa Mungu unafananishwa kama punje ya haradali. Inapopandwa kwenye nchi, inaanza kumea, inaanza kukua taratibu, na mwisho wa siku na kuwa mti mkubwa sana, mpaka ndege wanaenda kukaa kwenye kivuli chake. Ilikuwa ni watu. Maana yake mpaka sasa hivi punje ya Yesu inamea, inakuwa, inamea. Ingieni kwake ambao bado, ili mpate kutawala na Yesu Kristo katika ulimwengu wa roho. Baada ya hapo, Yesu palapanda itapigwa, atakuja kunyakua wateule wake. Asanteni kwa kunisikiliza. Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki Afrika, Mungu ibariki dunia yote na mataifa yote duniani. Amina.